Unajua bwana Wallace Karia amekuja, yani amekuwa na maamuzi ya kukurupuka, kama vile mtu ambaye hajasoma wala protocol za kiuongozi. Amekuwa kama vile hana filipo hizo, kulingana na kwamba ameanza, yani amekuja kama vile kuwa mtu wa visasi. Unaweza ukawa unatoka safari alafu unakutana na nyumbani kwako kumewaka moto, ugomvi pengine ni mama na watoto wake. Wewe moja kwa moja usijaribu kuhoji mke wako ukawawita ukaongea nao kujua nini chanzo cha hili tatizo. Wewe moja kwa moja umesha kwenda kwenye mjumbe wa nyumba 10 ukaanza kupiga makelele tena na kuzodoa na kuanza kuwasema wale watoto wako ambao tayari wamepevuka. Hicho alichokifanya Wallace Karia. Maana yako ni ipi? Kwamba amechangia kwa asilimia kubwa kuharibu hili ambalo linaendelea sasa hivi? Amechangia kwa asilimia kubwa, hata baada ya hichi kikao kuitwa meza moja kwenye mazungumzo ya pande zote na kutoa mchanganuo. Hakutaka kuonyesha ushirikiano kwa sababu sosi ilikuwa ni ndogo tu. Yeye alikuwa kama baba mwenye nyumba, alikuwa na uwezo wa kuzuia hili jambo lisiende kasi, au hata kama limeshaenda kasi basi Yanga wasipeleke evidence zao kule ili ile kesi itupiliwe mbali turudi nyumbani. Lakini akaonyesha kuendelea kuonyesha dharau kiasi kwamba ikapelekea hawa viongozi wa Yanga wakaona kwamba huyu bwana amekuwa anafanya fedhea, amekuwa yani yale aliyokuwa ameongea na maana. Basi watu wakaona ngoja tupeleke vile vinasaba ambavyo vinaonyesha kabisa kwamba tumeuziwa na hatuna msaada zaidi kwa wale tuliokuwa tunamtegemea, haonyeshi kuwa ni msaada kwetu. Basi watu wakapeleka vielelezo, na ndio maana yake unaona siku 10 zimetolewa kwa ajili ya moja kwa moja kutoa ushahidi wao bodi ya ligi, TFF na klabu ya Simba. Wewe unasemaje kama afisa masa wa Yanga mkoa? Kuna wanaosema kwamba Karia jiuzulu, ameshindwa kuongoza mpira wa Tanzania. Wewe una lipi la kuzungumza, ama msimamo wako ni upi wewe hapa? Lakini yeye mwenyewe anaweza akajitathmini, akajipima na kufikiria ni kitu gani bora kinachoweza kufanyika kuokoa mpira wa Tanzania kufikia hapa tulipo. Especially bodi ya ligi. Mimi naangalia bwana Mguto amehojiwa na waandishi wa habari baada ya kutoka tu kwenye kikao. Huyu mwenzetu wa klabu ya Simba, huyu mwenyekiti Mangungu, sisi tunajua, kama mimi najua kabisa kuna wakati mwingine analipuka kama saa mbovu. Hawezi kusema tu nimekuja kuongelea masuala ya mpira wakati mnajua mmeitwa na waziri kwenye kitu gani. Hivi sijui utakwenda kuwaaminisha nini wanachama wanaokusikiliza au wanaokutegemea wewe kama mwenyekiti. Tunajaribu kumzungumzia bwana mkubwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Anaulizwa maswali ya msingi kabisa kuhusiana na jambo husika. Anasema ongeeni na Karia ndio bosi wangu. Yeye mandate yake ni nini wakati yeye ndio mwenyekiti ambao hilo ni eneo lake? Karia anapaswa azungumzie TFF kama rais ambao ndio mwenyekiti au rais. Anazungumza ndo msemaji wa mwisho. Mguto anatakiwa azungumzie TTB, hiyo bodi ya ligi, kama ndo msemaji au ndo mwenye kauli ya mwisho. Kuna BMT wana msemaji wao ambaye anaweza akawa pia mwenyekiti wake wa mwisho kuzungumza neno hilo, akisema yeye ni full stop. Kwa hiyo Lagumbo, wewe mtazamo wako ni kwamba Karia pamoja na mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto wamechangia mpaka hili swala kufikia hapa lilipo? Hivyo ndivyo ilivyo na ndio ukweli kabisa. Kama wao wangekuwa wamekwenda sambamba kuangalia hawa wananchi wanataka nini kulingana na hichi kilichotokea, tukakaa basi tukatumia hiyo busara, pia ilikuwa inawezekana kwa sababu tulishaamua kuwa busara. Lakini busara tuliokuwa tunaitaka sisi ilikuwa ina miongoni mwa watu kuwajibika. Kulikuwa kuna miongoni mwa watu kuwajibika, na sisi tumechoka kwamba sio kwamba tuna mwanasheria wetu Patrick Simon, sio kwamba kila kesi anaishindwa, lakini anaishindwa kulingana na bodi ya ligi na TFF. Wanajua namna wanavyopeleka ushahidi. Tunaona kwa nini kila siku kitu hicho kiwe. Huu ni ugonjwa ambao hauponi. Sasa unastahili kupata tiba. Tiba yake ni pamoja na kuwawajibisha na pamoja na kwamba tumekwenda kasi.